Yes. Bado basi kama ilivyokaa ndani nyumba tena hii hapa Maidema ni katika episode ya 9, lakini sasa naomba nitoe mwongozo kidogo ili tuwekane sawa kwenye kile ambacho kimetokea. Sasa katika uandaji wa episode ya 9 kwa mara ya kwanza YouTube waliweza kuishusha ile video kutokana na kwamba ilikuwa imekiuka taratibu zao, hivyo ilikuwa ina copyright. Kwa hiyo ndio maana tulishindwa kuiweka ikiwa na dakika nyingi, lakini pia ilikuwa na makosa mengi, hivyo tukaamua tuchukue muda wetu kuiandaa vizuri zaidi episode ya 9, na hii ndio episode ya 9 OG baada ya kushusha ile ya kwanza kutokana na makosa ambayo yalikuwa yanasababishwa hatujui na nini, lakini sasa tuko na episode ya 9 live, na hii inapigwa na The Chosen One kama dawa kama kawaida. Sio basi tunaonga pale ambapo tulishia. Basi bila baada ya kupitia ujumbe ambao aliandikiwa na Madam Juu ambaye amepoteza maisha, aliweza kudai Madam ameandika vitu vingi sana ambavyo vilikuwa ni kama nguzo itakayomuimarisha yeye katika kuhakikisha anaongoza kampuni ya Milaya Group Company Limited. Na hiki kitu kiliandikwa na Madam muda mrefu sana, akiwa anaamini ndo binti pekee ambaye angekuwa na uwezo wa kuimarisha na kuisimamisha kampuni nzima sana ya Milaya. Basi kutoka pale bibi alihitaji kukutana na ndugu, lakini walimkataa kwa sababu ilikuwa ni siku rasmi ya kuaga mwili na namna ambavyo wanafanya Korea uaga wanachoma. Basi ilikuwa ni katika kampuni moja kubwa sana ya Milaya Group. Hapo pembeni palikuwa na hatua za kisheria ambazo zinatakiwa zihitajike kwa ajili ya kuchoma mwili, na hivyo majivu ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinahitaji kusalia kwa ajili ya kubakiza kumbukumbu. Na baada ya muda kidogo, Madam ambaye anafahamika kwa jina la Dudwe alifika katika eneo la kaburi tu, na hapa ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukizi tu ya Madam Juu. Na hii ilimuumiza sana bibi, kwani aliamini ni miongoni mwa nguzo zake ambazo zilikuwa zina umuhimu sana ziliweza kupotea. Hapa alikuwa anaondoka na mkali wa kufahamika kwa jina la Kuon, lakini pia upande wa pili katika eneo hilo kuna watu walikuwa wanaomboleza sana baada ya kumpoteza bosi wao. Wanadai ya kwamba ni lazima kisha atengeneze nafasi ya kupambana na yule mtu ambaye alisadikika ndo ameangamiza maisha ya bosi wao. Na hiki kilikuwa ni kiapo kizito zaidi ya kwamba ni lazima wakisha wanamtafuta, lakini kuna fununu ambazo zilikuwa zinaelezea namna gani ya kuweza kumpata mtaalamu kirahisi zaidi. Sasa moja kwa moja katika jumba hilo la Sunflower ambako anapatikana mkali kuitwa Guoni akiwa ametulia tarabintibu, mshikaji wake ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Park alifika akaanza kumwambia, kwa sasa umeanza kuzeeka, hiyo ina maana nguvu yako inazidi kupotea. Hiki kitu kilimshtua sana bwana mdogo ufahamika kwa jina la John, hivyo alitafuta nafasi ya kwenda kwa Dodoe akiwa na imani kulikava au kurejesha ile nguvu ambayo anahisi imepotea. Hivyo alimshika bibie kwa ajili ya kuhakikisha tu kama anaweza kufanya usahihisho wa ngozi yake, lakini ilikuwa tofauti kidogo, kwani kwa wakati huo hamna mabadiliko yote ambayo yatokea, kwani bibie alikuwa tayari ana hisia ya kumpa ushirikiano kwenye kile ambacho anakitaka. Basi moja kwa moja ndani ya kampuni kubwa sana Milaya Group, hapa wanahitaji kuingia katika kampuni na mwamba anaambamba Kinyatulu tu kama bodyguard. Baada ya kuingia katika kampuni, bibi anakutana na Miss Shini ambaye ndo kama secretary wake. Anampa maelekezo juu ya kile ambacho kinaendelea, lakini pia alimpa utaratibu juu ya CCTV camera ambazo zilikuwa zina video record tayari ziko ndani ya ofisi ya bibi. Hivyo ingekuwa ni vema kama bibi angejaribu kufanya uchunguzi kwenye hizi CCTV camera, labda angeweza kuona kitu chochote ambacho kingesaidia kumpatia unafuu kujua nani ambaye umehusika na mauaji ya Madam Juu. Basi aliungana na mwamba kufahamika kwa jina la Guoni tayari kwa ajili ya kuhakikisha wanasachi na kuweza kugundua nini ambacho kilitokea katika mauaji ya Madam Juu kwa kutumia tu video footage. Hapa walihangaika sana na kazi ilikuwa ni ngumu sana kiasi kwamba waliona tu wanafeli kwenye kile ambacho wanakitafuta, kwani video zilikuwa ni kama zimeisha futwa na hizi ambazo zimeacha zilikuwa ni kama video ambazo hazina ushahidi. Hivyo bibi alimwomba mkali kitu kimoja tu, kwamba wajaribu kufanya namna nyingine, na hapa mwanaume alijaribu kuipima nguvu yake na kuiona iko sawa. Hivyo alihitaji kumchukua bibi na kumpeleka katika eneo lingine la ofisi, na Madam ambaye anafahamika kwa jina la Shin baada ya kuingia katika ofisi alikuta wawili hawa wapo. Hii ilimshtua sana. Sasa moja kwa moja upande wa pili mkali alimleta bibi katika eneo lingine. Sasa huku waliweza kukuta staff, yani timu nzima ambayo inasimamia bibi ikiwa inajadili swala lao, yani ya kwamba inaonekana kuna uhusiano asili kati ya mkali wa kufahamika kwa jina la Guon na bibi ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe. Sasa bibi ni nini ambacho anafanya, kwa sababu hao wote ni wafanyakazi wake na wanachokifanya ni kujadili juu ya uhusiano wa wawili hawa. Hii ilimfanya mwamba afanye kitu kingine cha tofauti zaidi, na hapa
waliweza kutoka na kuja katika eneo lingine tu kwa maombi ya bibi. Na baada ya kufika katika ile eneo, bibi alikataa kumpa ushirikiano mkali wa kuweza kurejea kule ambako alitokea. Hii ilimkera sana mkali wa kuitwa Guon. Moja kwa moja katika kikosi maalum ambacho kimeahidi ya kwamba ni lazima kiweze kukabiliana na mkali wa kufahamika kwa jina la Guon na kuweza kulipa kisasi kwa kile ambacho kimetokea kwa boss wao. Sasa wakiwa wanaendelea kupata unywaji, waliweza kupata ujumbe ambao ulikuwa na picha ambayo inamuonesha mkali Guon akiwa na bibi, na mtu ambaye alileta ujumbe huu ni yule mwamba Zakila. Sasa inakuwaje hapa katika mchezo? Basi moja kwa moja tunampata mwongozo ule mtu ambaye alisika na mauaji ya Madam Jikwa. Sasa bado hatujaiona sura yake, lakini hii siku ilikuwa ni mabishano makali sana kati ya Madam Juu na Mtuyu, na Madam alikuwa anahitaji kupatiwa dawa. Huyu mtu alichokifanya kilikuwa ni kitu kimoja cha ajabu sana. Yeye alichofanya, alibadilisha dawa katika lile kopo ambalo itakiwa Madam aweze kupata dawa kuweka sawa. Hiyo ikamfanya Madam aweze kufa kwa kukosa dawa ambazo zinausaidia. Sasa upande wa pili kwa bibi, mpaka majira ya usiku anahangaika sana kuangalia zile footage kama zitajaribu kumpatia mwanga wa kile ambacho kimetokea. Kadri ya muda anavyozidi kuhangaika, alihangaika sana, lakini baadaye alikuwa anaona kama hajapata nafasi ya kupata mafanikio. Hivyo aliweza kupigiwa simu na mkali yule ambaye ni kama rafiki yake, amwambia kuna kitu nakiona hakijakaa sawa. Lakini mkali alisema kwa kuwa siku ya leo ilikuwa ni ahadi tu na wafanyakazi wao kwamba atahitaji kutoka kwa ajili ya kupata vitu vile vitatu kujiweka sawa. Hivyo bibi alichukuliwa na mkali wa kuitwa Guon, na hivyo walienda katika sehemu moja ya bar kwa ajili ya kwenda kuweka mambo sawa zaidi. Na hapa ilikuwa ni sherehe tu, kwani ilikuwa ni siku ambayo watu walikuwa wanahitaji kunywa unywaji na bosi wao, na kama kusherekea tu, namna tu ya kujenga undugu, urafiki na kuimarisha bondi yao katika swala zima la kazi. Lakini huyo bibi alikuwa anaumia sana, kwani ni bibi ambaye amevutiwa sana na mkali Guon, na hiki kilimfanya amue tu kuguida mapombe kwa sababu aliona tayari hana nafasi ya kuwa na mkali wa kuitwa Guon. Sasa baadaye kila mtu akiwa ameondoka, mshikaji naye alikuwa anahitaji kuondoka na bibi, lakini bibi alikuwa ni mtu ambaye anaonesha ana hasira sana kwa wakati huo. Japo mshikaji alijaribu kumtuliza, lakini bibi alimwambia, wewe hujui namna ambavyo hisia zinaweza zikamuongoza binadamu, unafanya tu vitu pasipo kuzingatia. Hii ilimshtua sana mkali. Sasa bibi, cha kushangaza zaidi ni kwamba pamoja na kwamba aliongea maneno yale, lakini mkali wa kufahamika kwa jina la Guon tayari alikuwa ameondoka katika zile pande. Sasa nini ambacho kitajiri? Mkali kwa upande wa pili anaendelea kutembea naye akiwa na hasira sana, lakini kumbuka kuna kikosi ambacho kinamtafuta na walishapewa mwongozo. Sasa bibi upande wa pili naye anamtafuta mkali, lakini mkali tayari ameshakutana na kile kikosi ambacho kipo kwa ajili ya kumfanya kitu mbaya zaidi. Sasa leo ilikuwa ni lazima wakisha wanamaliza kile ambacho walikuwa wamekiandaa kwa muda mrefu, na mkali akicheki chini alikuwa anaona simu ya binti ikiwa anapiga. Kila upande anaoenda anakutana na wamba wako tayari kwa ajili ya kumshughulikia. Sasa ni nini ambacho atafanya mkali John? Na sasa kumbuka hana ile nguvu. Hapa aliweza kutulizwa, lakini baadaye bibi kufahamika kwa jina la Dodoya aliweza kufika katika lile eneo, na hapa alikuwa anatafuta namna ya kuweza kumsaidia mkali, kwa sababu pasipo muunganiko mikono yao mwamba ni kwamba atapoteza maisha. Sasa binti alichotumia kilikuwa ni kitu kama fulani cha shot hivi, lakini baadaye kilizima. Hivyo aliamua kutumia tekniki nyingine ya kuwa spray watu hawa ili atafute nafasi ya kuweza kufika eneo lilopo mwamba, na hii itakuwa ni msaada kwa mabasi mwanaume. Baada ya kumshika tu bibie kilitokea kiza, alafu kaja mwanga na yale makovu yote yakaweza kudisappear kuonesha sasa ukamilifu. Lakini Zakila naye pembeni alikuwa na rekodi lile tukio kwa manufaa yake zaidi. Tutakuja kujua kwa nini alikuwa na rekodi tukio hilo. Basi wamba walijikuta wameanza kuchezeshwa, yani kwamba mkali kwa sasa ameisha waloga, yani anacheza mziki kutoka kwa uchawi wa mwamba. Sasa wengine wanacheza kama mziki, wanakata viuno, wengine viuno vigumu, lakini mwamba naye anahitaji kuendelea kudansi na bibi, na kwa wale ambao wanakuwa ni wagumu kucheza alikuwa anaendelea kuwashenyenta Tala binti Tibu. Bwana kumbuka hapa ni Mademon ya The Chosen wana kutoka DC Production Jumbura Budani. Sisi tunatamba na tunaichapa kizazi zaidi. Chana na ile ambayo toka kulikuwa na makosa fulani ya copyright kutufanya burudani yetu isiendelee kutamba, lakini sasa tuko na hapa OG episode ya 9 tu. Sasa tutakutana katika episode ya 10 kwenda kuendelea kuenjoy utambomba sana hapa wa Mademon. Asante sana kwa time yako, lakini asante sana kwa support yako ya kuendelea kulike, kucomment, kushare, kusubscribe ili mambo yaendelee kwa sawa zaidi. Sisi tutapambana kuhakikisha tunakuletea burudani ikiwa katika mpangilio ambao umejitosheleza zaidi. Hii ilikuwa inapiga kutoka DC Production. Asante sana fundi mitambo, hizi wanasema ni kazi za wachache zaidi.
Did the choose anyone? Here we go, hebu tutambe na My Diamond kizazi namna hiyo. Hii ni yetu sote. Asante sana wadau pande zote za Tanzania. Mimi naitwa Faru DJ, unaweza kunicheki kwa 0686414059. Mambo yakaendelea kwa bomba kizazi. Chao.